Tuwageukie Kaizer. Na Kaizer Chiefs nao wanazidi kuja kivingine kwa mlinda mlango wa klabu ya Yanga, Djigui Diarra huyu. Sasa klabu ya Kaizer Chiefs kule Afrika Kusini imefungua mlango wa mazungumzo na uongozi wa klabu ya Young Africans ya Tanzania ili kuona kama wanaweza kumpata mlinda mlango wao huyu bora kabisa dirisha kubwa la usajili. Sasa Kaizer Chiefs hawajaridhishwa na ubora wa magolikipa wao wawili, raia wa Rwanda huyu Fikre Ntwari pamoja na raia wa Afrika Kusini Bruce Vuma huyu, walioruhusu mabao 24 kwenye michezo 20 ya ligi kuu. Mpaka siku ya jana bado klabu ya Young Africans ilikuwa haijajibu chochote. Kuna mtu alikuwa anazungumza hapa asubuhi, sikumbuki ni nani, alikuwa akiweka mlinganyo wa kiwango cha Djigui Diarra, alikuwa Mkeenge. Alikuwa akiweka mjadala kidogo hapo, watu wakawa wanatoa comment mbili tatu kuhusiana na kiwango cha Diarra, wengine wakiweka maoni kwamba kiwango chake si kama kile fomu aliyokuwa nao kipindi kifupi nyuma. Kwa tetesi kama hizi, Kaizer wanapomhitaji, klabu ya Yanga tunajua ina magolikipa wengine ambao wazao wapo vizuri, wakina Msheri, lakini pia naye Juma Komeni wapo vizuri, lakini pia huenda magoli mengi aliyofungwa Diarra watu wamekuwa wakimpalawama kama ni ya uzembe ile, yani kujiamini kupitiliza muda mwingine yanapelekea hivyo. Wakati sahihi wa Yanga kumwachia Diarra, ama wanamhitaji Diarra kwa sababu ya muda aliyokuwa nao na namna ambavyo amekuwa akitoa mchango wake kwenye kikosi hiki? Yanga bado anamhitaji sana Djigui Diarra, si ndio? Na kama atamaliza mkataba wake, pengine anaweza akawa amekaa nchini Tanzania almost kwa zaidi ya misimu 5 mpaka 6. Diarra alikuwa anamalizia msimu na Young Africans kupitia msimu huu wameongeza tena mkataba mwingine wa miaka 2 kuweza kusalia ndani ya kikosi. Kwa sababu gani? Kwa ambayo ameyafanya kwa misimu 3 inatosha kuona kwamba ni aina ya magolikipa ambao wenye viwango vya juu zaidi ambao tunapaswa kuwa nao kwenye upande wa kikosi chetu. Kwa hiyo haikuwa bahati mbaya wao kuweza kufanya hivyo. Na ili umbakishe Diarra pia inawezekana benki lazima itikisike pia kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu ni aina magolikipa ambao wamefanya vizuri. Nadhani William pamoja na Djigui Diarra kwenye msimu wa mwaka juzi walikuwa ni moja kati ya magolikipa ambao walikuwa kwenye performance bora. Lakini msimu wa mwaka majuzi akiwa na chini ya Nabi, tunamzungumza Diarra ambaye alifika mpaka top 5 ya magolikipa bora barani Afrika. Unamwacha vipi mlinda mlango kama huyu ambaye amekuwa kwenye performance bora? Na mara nyingi mchezaji hawezi akakupa misimu yote akiwa bora. Kuna sometime kuna namna ambavyo ya mistake huwa zinatokea kwenye upande wa kama mchezaji. Kikubwa zaidi ninachokiamini kwamba Diarra amekosa tu mshindani sahihi ndani ya kosi cha Young Africans. Na ndo maana umemwona kila mechi anatumika nani? Djigui Diarra, kutokana na aina ya ubora ambao yuko nao. Ukiangalia hao wengine kina Msheri, Komen, yani hata nusu ya uwezo wa Diarra bado hawajaweza kufanyaje, hawajaweza kumfikia pia kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo ni ngumu kumuona Msheri ama Komen wakimpa ushindani Djigui Diarra. Always ataonekana kuwa bora tu mbele ya hawa wote. Kwa hiyo kuna muda mchezaji anapokosa mshindani, kuna mistake kama hizo, kwa sababu kuna muda yeye mwenyewe anaweza akaa anajisahau akiamini tu kwamba mimi nitakuwa nacheza tu kila muda, nacheza kila muda. Kwa hiyo Yanga wana haja ya msimu ujao kuhakikisha kwamba anasajili golikipa ambaye atakaye kuwa na ubora either kama Diarra au kumzidi nani? Diarra. Singida vipi? Wanasema kwa kutokana na makubaliano maalum. Bahati mbaya ligi yetu msimu ujao haitaruhusu magolikipa wawili wa kimataifa, na yule tushamuona akashaanza kupata platform, si ndio? Miongoni mwa wachezaji ambao wameanza kuitwa kwenye kuelekea kwenye upande wa mataifa yao, na yule pia ameitwa kwenye taifa la Nigeria, si ndio? Msimu uliopita Singida walikuwa na Benjamin Tanimu ambaye alikuwa anaitwa kwenye upande wa kikosi chao. Lakini kwa msimu huu tumeona golikipa wao ni miongoni mwa magolikipa ambao wameitwa kwenye upande wa kikosi cha timu ya taifa ya Nigeria. Kwa hiyo ukiangalia Nigeria na Tanzania, Nigeria inaweza ikakupa platform kubwa sana kuliko Tanzania, kwa sababu kisoka wametoacha mbali sana, hasa kwenye upande wa timu hizi za taifa. Kwa hiyo sidhani kama inawezekana ikawa ni jambo rahisi, kwa sababu mpaka sasa hivi tu
hatujajua hawa wachezaji ambao wamebadili uraia kwenye upande wa kikosi cha Singida hali zao zikoje ama mchakato umefikia wapi mpaka kwa sasa. Kwa naamini Yanga wanahitaji kumpata golikipa ambaye pengine anaweza akaja akatengeneza ushindani dhidi ya Djigui Diarra. Yes, ambaye anaweza akaja akamkumbusha. Unaona nani? Lakini hapo ambao tuko nao. Lakini kama hivyo tunasema mzawa na kulikuwa kuna mjadala wa kuwapa platform pia magolikipa wazawa na hivyo kutengeneza kwa ajili ya timu ya taifa. Waliopo Yanga wafanye nini wale tuwape nafasi wakina Msheri? Ni magolikipa wazuri, huenda tunawatoa kwenye mlinganyo na mtu kama Diarra ni kwa sababu huenda ya platform ambao hawajapata ya muda mrefu katika consistency nzuri ya kutumikia klabu katika mechi kubwa. Tunafanyaje kama tuna mpango huenda ili Yanga wawe vizuri waongeze ama kama akitoka Diarra walete golikipa mwingine huenda mwenye kiwango kubwa kuliko huyu aliyetoka. Hawa tunafanyaje waliopo? Nafikiri kwangu sio kama ni magolikipa wabaya. Ni magolikipa ambao wana vinasaba vya kuwa magolikipa wazuri. Kwa wenzetu walioendelea mpira huko mbele, kuna muda huwa anatofautisha magolikipa ambao wanacheza ligi kuu na mtu ambaye anacheza hizi cups zingine, either michuano ya FA na michuano mingine ambayo atakuwa anashiriki kama itakuwa michuano ya Mapinduzi ambao ndo kwetu, kwa sababu tunajua wenzetu wana mashindano mpaka 4. Utakuta wana Carabao, wana FA, wana ligi afu na Champions League. Unaweza kukuta golikipa nambari 1 yeye atacheza michuano zone imeanza kwamba okay, niko Yanga comfortable. Haitaki kwa hivyo mchezaji anapokuwa comfortable kwenye timu ndo hapo matatizo ambapo yanaanza, anamfanya hata yule aliyake mbele. Inawezekana ni hichi tunachokiona kwa Djigui Diarra ni kutokana na kwamba walioko chini yake wako very comfortable, kwamba wenyewe hawatoi ile 110. Sisemi ndio ilivyo, inawezekana watoi ile 110 na Djigui Diarra anajua hata nikifanya nini nitaanza tu, kwa sababu hawatoi walioko chini yangu wa perform katika hizo levels ambazo zitamlazimisha mwalimu kunitoa mimi na kuwatumia hawa. Mimi kuto kupangwa kwenye mechi ni either nina kadi 3 za njano ama niwe na majeraha. Kwa yani inatakiwa kote, sio tu shirikisho linajaribu kutunga kanuni ambazo zitabeba magolikipa, lakini magolikipa wao wanatakiwa wajibebe wao kwanza, na ndo sisi tunajaribu namna ya kuwabeba. Tofauti na hapo utakuwa tunalazimisha tu wacheze, lakini wewe mwenyewe ukikaa kichwani kwako mweke Djigui Diarra, mweke Abdulwahab Msheri, wewe utaondokana nani? Djigui Diarra, Khomeini, utaondokana nani? Ali Salim, Musa Kamara, utaondokana nani? Kuna utofauti hapo. Wajaribu kupunguza lile gap. Wakipunguza nafasi watapata tu. Naam.